Heri ya sikukuu ya Eid al-Fitr. Mabibi na mabwana, karibuni sana kwa mara nyingine kwenye channel yako pendwa ya Majo TV, sehemu ambapo unapata taarifa za superstar wako nyumbani Tanzania na mipaka ya nje ya Tanzania. Na leo tunakusogezea taarifa kuhusiana na mtu mzima Diamond Platnumz ambaye yeye ameweza kusikika akisema kwamba watu inabidi waweze kununua abaya za kiume. So unajua kuna abaya za kike na abaya za kiume. Sasa Diamond ameweza kufunguka na kusema kwamba kwenye sikukuu hii ya Eid al-Fitr ni muhimu pia wanaume kuweza kuwa na abaya za kiume ili kuweza kujistiri kwenye shughuli mbalimbali ambazo zinahusisha sikukuu hii ya Eid. So unajua pia kuna utamaduni wa Waislamu namna yao kuweza kuvaa kwenye kipindi cha Eid, namna yao kuweza kuonekana muonekano kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume. Sasa kuna zile abaya za kike ambazo wanawake huwa wanazivaa kwenye kipindi hichi cha Eid, lakini pia kuna zile abaya za kiume ambazo wanaume wanakuwa wanazivaa kwenye kipindi hichi cha Eid, lakini pia kwenye kipindi cha mfungo mzima wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo Diamond Platnumz ameweza kufunguka na kuwataka ndugu zetu Waislamu kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kutokea kwenye hilo vazi la abaya kwenye kipindi hichi cha Ramadhani, lakini pia kwenye kipindi cha sikukuu hii ya Eid ili kuhakikisha kwamba wanapendeza, lakini pia wanakuwa na muonekano ambao unaendana na kipindi husika cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia sikukuu yenyewe ya Eid al-Fitr. Kama tunavyojua kwamba leo ni sikukuu ya Eid, siku ambayo pilau ni nyingi sana huko mtaani. Ukipita kila kona sasa hivi mambo yanazidi kupendeza, mambo yanazidi kutarada hadi ndugu zangu wanazidi kusogelea. Wale ndugu zangu ambao wenyewe ni wazee wa kunyapia, basi ndio wakati wake huo sasa kwenda kunyapia kuhakikisha kwamba wanapata chochote kitu katika familia tofauti. Na wanaga baya ndugu zetu, ni mialiko inakuwa ni mingi. Popote pale ambako unapata mwaliko, basi fika ndugu yangu ili kuhakikisha kwamba unakwenda kusindikiza sikukuu hii ya Eid al-Fitr. Sasa kabla sikukuu ya Eid kuingia, sasa Diamond ni kama anaonyesha kwamba yeye ameweza kuzawadiwa. Amezawadiwa baya yake, kanzu na kilemba chake kama ilivyo kawaida. Si unajua baya ni kama kanzu hivyo na kilemba. Sasa Diamond ni kama ameweza kuzawadiwa na bidada Zuchu. Sasa na yeye ameweza kufunguka kwamba ni muhimu pia wanaume pia kuweza kuhakikisha kwamba tunaendelea kuzivaa hizi abaya za kiume ili maisha yaweze kwenda. Lakini pia kikubwa ni kama kinaonekana kwamba mtu mzima Diamond amezawadiwa hii abaya na bidada Zuchu. Yaani kuna namna fulani hivi ambayo inaonyesha kwamba Zuchu ndio ambaye ameweza kugharamia hiyo abaya. Sasa ndugu zangu huku mtaani kwetu, mtaani kivitu vyetu, dada zetu wenyewe wanapenda kupokea tu na sio kuweza kutoa na wenyewe pia kwa wanaume zao. Yaani kuna namna ambavyo wenyewe wameweza kurathimisha mapenzi wenyewe ni kupokea tu na sio kuweza kuwazawadia wanaume zao. Sasa ni muhimu pia kwa mwanamke kuhakikisha kwamba wakati mwingine unaweza kumsurprise mpenzi wako, unampatia chochote kitu. Inaweza ikawa zawadi yote ile, iwe ndogo iwe kubwa, atakushukuru sana na ataona yupo sehemu sahihi, lakini pia ataona yupo sehemu ambayo anapendwa, ataona yupo sehemu ambayo yeye pia ni sehemu ya maisha ya wewe mwanamke, tofauti na vile ambavyo kwa watu wengi na kuwa mwanaume ndo provider, mtoaji, kuliko vile ambavyo mwanamke alivyo. Kwa hiyo ni muhimu pia kwa wanawake wengine pia kuweza kuchukua somo kwa bidada Zuchu kuwa sehemu ya kuweza kutoa kwa wanaume zenu. Yaani changia chochote kitu, yani hakikisha kwamba naye pia anakuwa ni sehemu ya maisha yako, ni sehemu ya majukumu yako. Yani mpe, inaweza kuwa zawadi ndogo, inaweza kuwa chochote kitu ambacho kitamfanya wewe na kumbukumbu na wewe. Yani haijalishi ni nini, haijalishi ni kikubwa kiasi gani, lakini hakikisha kwamba unampatia walau chochote kidogo ile kuhakikisha kwamba akikaa ana feel uwepo wako, anadhani kwamba wewe ni mtu muhimu katika maisha yake. Tofauti na vile ambavyo wanaume wengi wamekuwa wenyewe ndo watoaji. Wakati mwingine ndo maana unaona wakati mwingine wanaume wanakuwa wana disvalue wanawake kwa sababu ya hizo sababu, kwa sababu yeye ndo anaonekana kwamba ndiye kichwa cha hayo mahusiano, ndo kichwa cha hiyo familia, pasina kujali kwamba mwanamke pia una kipato ambacho wakati mwingine wanaume hajui hata kinakwenda wapi. Kwa hiyo ni muhimu pia kuweza kuzingatia hii kodi, kuhakikisha kwamba wanawake na nyinyi mnakuwa sehemu ya kuweza kwa surprise, lakini pia kuwazawadia wanaume wenu pindi ambapo mnapata fursa ya kuweza kuwazawadia wanaume wenu. Kwa hiyo Zuchu inaonekana ni kama vile yeye ameweza kutake care kwa mtu mzima Diamond, kuhakikisha kwamba anamnunulia hiyo abaya ya kiume, kanzu yake fulani hivi pamoja na kilemba juu. Maisha yanaendelea kama ilivyo kawaida na kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia sikukuu ya Eid al-Fitr basi kimeweza kumpendeza kweli kuhakikisha kwamba ni miongoni mwa wanaume ambao wanakwenda kusherehekea sikukuu ya Eid wakiwa na viwalo vipya, wakiwa na viwalo ambavyo ni zawadi
kutoka kwa mpenzi wake, bibi wake Zuchu. Guess what? Ndugu yangu ambao unatazama Majo TV sasa hivi, bibi yako amekuletea abaya fulani hivi ambao ni kali pamoja na kilemba, unajisikiaje? Lakini pia vipi utampa thamani gani huyo mwanamke ambaye atafanya hivyo? Wanawake shtukeni juu ya ile ambalo wakati mwingine ni kodi tu ndogo ndogo ambazo mnazikosa. Sasa comment zimekuwa ni nyingi sana mara baada ya Diamond kuweza kuibuka na kuweza kuwataka wanaume kuweza kuvaa abaya za kiume kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia sikukuu ya Eid al-Fitr. Watu wamezidi kuzungumza vitu vingi, lakini pia mambo mengi yameweza kuzungumzwa kwa namna moja ama nyingine. Nitakwenda kusoma baadhi ya comment tuweze kujua watu wameweza kusema nini mara baada ya kuweza kuonekana mtu mzima Diamond akiwataka watu wazidi kuvaa abaya za kiume kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia hii sikukuu ya Eid al-Fitr. Anasema kwamba hongera Diamond, umependeza sana, lakini naona kama Zuchu ndio ameweza kufidi hii abaya yako, lakini kwa maneno yako hayo yanaonyesha fika kwamba Zuchu ndio ameweza kununua. Mwingine anasema kwamba Zuchu ndio kapigika hapo, hakuna kingine. Zuchu ndio anaonekana amenunua hii abaya, na Zuchu kweli unapambania penzi lako, hongera sana, na furahi vile ambavyo unavyoendelea kupambania mahusiano yako. Mwingine anasema kwamba kwa maneno yako tu anaonyesha kwamba Zuchu ndio amenunua hiyo abaya, hakuna mwingine ambaye ameweza kununua. Wanawake wengine pia igini mfano kwa bidada Zuchu, anapambania penzi lake tofauti na nyinyi vile ambavyo mlivyo. Mwingine anasema kwamba Diamond umependeza sana na hiyo abaya, hongera, lakini pia happy Eid al-Fitr. Kwa hiyo ameweza kumtakia pia heri ya sikukuu ya Eid. Lakini pia huyo anasema kwamba umependeza sana mtu mzima, Mnyamwezi Simba la Masimba Dangote, hongera kwa kuweza kuvaa abaya, sikuitegemea kama huo unapendeza hivyo ukivaa abaya. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya comments ambazo watu wameweza kuziandika mara baada ya Diamond kuweza kutoka hadharani na kuwataka wanaume pia kuweza kuvaa zile abaya za kiume. Ni muhimu sana ndugu zangu kwenye kipindi hichi, lakini nisisitize ndugu zangu Waislamu kwamba mialiko iendelee. Unajua leo ni siku muhimu sana simzite mkonga ule wa kijani uitike sana, kwa maana kwamba tuambizane bwana, njoo huku, njoo sehemu gani ndugu zangu ambao mpo Dar es Salaam, simzite ndugu zangu mambo ile yaweze kwenda. Unajua leo ni siku muhimu sana kuhakikisha kwamba tunapiga pilau fulani hivi ambao ina vitu vingi afu sio vya kuchimba. Maana yake sio ina vitu vingi sana vya kuchimba, inakuwa inaboa kidogo. Kwa hiyo ni pilau fulani hivi ambao hiyo ni vitu vya kuchinja na sio vya kuchimba. Bwana, hii ni Majo TV, sehemu pekee ambapo unapata taarifa za masuperstar nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Ni muhimu sana kuweza kudondosha comment yako hapo chini, lakini pia ni muhimu sana kuweza kusubscribe na kushare wengine pia wa kwanza kuwa napata taarifa zetu.